Moja ya kanuni muhimu sana za fedha inaitwa the law of magnetism, kanuni ya sumaku. Kanuni inasema kwamba pesa ni kama sumaku. Kwa kadri unavyokuwa na pesa nyingi, utavutia pia pesa nyingi na fursa nyingi. Na ukiwa na pesa kidogo, utavutia pesa kidogo. Kanuni inasema kwamba maskini wengi hawana pesa kwa sababu hawana pesa. Ili uwe na pesa, lazima uwe na pesa. Sisi tunaelewana mpendwa Na hapa nakumbuka kuna kipindi Mohamed Dewji, tajiri namba 1 Tanzania na East Africa, na ni miongoni mwa watu 12 matajiri Afrika, alikuwa anahitaji kukopa pesa. Sasa kwa hapa Tanzania hakuwa na benki zenye uwezo wa kumkopesha pesa ambazo walikuwa wanahitaji, maana zilikuwa ni pesa nyingi sana. Alienda South Africa ambako ziliungana benki mbili ndio zikapatia ule mkopo. Ulikuwa kama dola za Kimarekani milioni kama 300 hivi. Ni tunaweza kusema kama bilioni 700 za Kitanzania. Hizo ni pesa nyingi sana. Sasa wewe jiulize, ilikuwaje benki ya South Africa, tena ya nchi ya mbari kabisa, iliweza kumwamini kwa fedha za Kitanzania zaidi ya bilioni 700? Ni kwa sababu ya ukweli mmoja tu kwamba Mo alikuwa na pesa na alikuwa na mali pia. Kwa hiyo ukiwa na pesa kidogo utavutia pesa kidogo. Huwezi ukawa na shilingi 100 ukavutia 300 kwa shilingi 100. Sio, tunaelewana? Wingi na ukubwa wa pesa utakazozivutia zitaenda sawa na wingi wa akiba ulionayo, wingi wa mali ulizonazo. Na moja kati ya mafunzo ambayo tunayapata kwenye moja vitabu bora vya masuala ya fedha duniani, Rich Dad Poor Dad, anasema kwamba kama unataka kufanikiwa, wekeza zaidi katika asset. Asset ni vitu ambavyo vinaongezeka thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda, au mali. Asset ni vitu ambavyo vinaingiza pesa mfukoni. Unahitaji kuwa na pesa nyingi kwenye maisha yako. Weka akiba kwa kadri unavyoweza. Na nikwambie tu mpendwa, kuweka akiba si swala la ukubwa wa kipato. Kama hauwezi kuweka akiba ukiwa na kipato kidogo, hautaweza kuweka akiba hata utakapokuwa na kipato kikubwa. Kwa sababu kuweka akiba ni swala la nidhamu na halihusiani na swala la kipato. Kuna wazazi wanalipwa mshahara 200,000, 300,000 wanasomesha watoto. Lakini kuna kijana somewhere analipwa mshahara wa milioni 1, milioni 2, lakini ana madeni na pesa hazikutani. Mshahara wa mwezi huo ukutani na mwezi unaofuata. Unahitaji kufanikiwa kifedha yako, hatua ya kwanza kabisa ni kuanza kuweka akiba. Na jilazimishe kuweka akiba, kwa sababu kuweka akiba ndo msingi wa mafanikio. Ndio maana William Clement, mmoja wa mabilionea kutoka Marekani, anasema kama hauwezi ukatunza pesa, roho ya ukuna ya mafanikio haipo ndani yako. By the way, nipende kukukaribisha, ni darasa langu la uwekezaji kuanzia tarehe 20 mwezi wa 5 mpaka tarehe 24 mwezi wa 5. Ni mafunzo ya uwekezaji wa pamoja. Utajifunza mifuko mbalimbali ya uwekezaji wa pamoja. Kumbuka kwamba uwekezaji wa pamoja ni uwekezaji salama zaidi. Riski ni ndogo sana, na uwekezaji wa pamoja ni rafiki kabisa kwa watu wenye kipato kidogo na kipato cha kati. Njoo ujifunze mifuko ya uwekezaji bora wa pamoja Tanzania. Nitakuelekeza kila unachopaswa kukijua kuhusiana na kuwekeza UTT, AMIS na mifuko mingine iliyoko katika taasisi zingine. Asante sana. Mimi naitwa Victor Mwambene, mdumishaji wa masuala ya fedha na biashara, niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Unaweza kujifunza mambo mengi kupitia vitabu vyangu ikiwemo Akili ya Fedha. Asante.